Naam, hujambo na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji. Ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii nchini Tanzania siku ya leo. Habari za hivi punde zilizothibitishwa na familia yake ni kwamba Humphrey Polepole amejulikana mahali alipo, lakini habari mbaya pia ni kwamba hali yake ya afya sio nzuri sana sasa hivi na anahitaji matibabu na usaidizi wa haraka. Kulingana na ripoti zilizotolewa na kaka yake aliye nje ya nchi, Agustino Polepole amefichua kuwa kaka yake yuko hai na anapanga kuja Tanzania hivi karibuni yeye binafsi kuweza kumchukua alipowekwa kaka yake Humphrey Polepole, na pia amefichua hadithi nzima kilichojiri na alichokifahamu kuhusiana na utekaji wa Polepole. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa upana zaidi. Kulingana na habari zilizotoka moja kwa moja kwa kaka yake Humphrey Polepole anayefahamika kama Agustino Polepole, ripoti ambazo nitaweza kukusomea hapa ambazo amezitoa kwa njia ya video. Taarifa za hivi punde kutoka nchini Tanzania leo zimeweza kugonga vyombo vya habari zikithibitisha kuwa afisa wa zamani wa chama tawala Humphrey Polepole hatimaye amejulikana mahali alipo baada ya siku nyingi za hofu na sintofahamu kuhusiana na kutoweka kwake, lakini sio kila mmoja anayefahamu aliko. Ni kaka yake pekee ambaye ni familia yake Agustino Polepole, kisa ambacho kilizua wasiwasi wa kimataifa na mjadala mkubwa wa umma Tanzania. Kwa mujibu wa familia yake, Polepole yuko katika hali mbaya ya kiafya. Polepole yuko katika hali mbaya ya kiafya na anahitaji matibabu ya haraka kulingana na kaka yake, kwani madhara ya taarifa yake ya kutekwa yanaonekana kuwa mbaya zaidi. Hata baada ya kufahamu alipo Humphrey Polepole, wanasema ya kwamba ripoti walizopata ni kwamba Humphrey Polepole hali yake ni mbaya na watekaji hao wamekataa kumpatia matibabu. Ufichuzi huu unakuja wakati uchaguzi wa Tanzania na maandamano yaliweza kuendelea kutawala vichwa vya habari nchini, huku watu wakianza kusahau kuhusiana na story ama hadithi za Polepole, na hivyo kuzidisha hali ya mvutano katika familia ya Humphrey Polepole na hali ya wasiwasi kwa watu ambao wanamjali. Kaka yake Agustino Polepole ambaye kwa sasa anaishi nje ya nchi alifichua kwa maelezo ya kina kuwa ndugu yake yu hai lakini anateseka na anahitaji sana matibabu. Agustino alieleza kuwa amepata taarifa za uhakika kuhusu mahali ambapo Humphrey Polepole anashikiliwa, sehemu halisi, na anatarajia kurejea Tanzania hivi karibuni ili kuhakikisha hilo na kuhakikisha kwamba anaachiwa huru. Huku uchaguzi ukiwa umekamilika, ufichuzi huu wa Agustino Polepole umeongeza safu mpya ya dharura na wasiwasi na uzito wa kihisia kwenye mazungumzo ya kitaifa. Kutoweka kwa Humphrey Polepole ambaye wakati mmoja alikuwa sauti kuu katika mfumo wa kisiasa wa Tanzania kumekuwa kichocheo cha viongozi wa upinzani na watetezi na wanaharakati wa haki za binadamu ambao walishutumu vyombo vya usalama kwa kuwalenga wakosoaji wakati wa kipindi cha uchaguzi. Familia za wahasiriwa na wanaharakati waliweza kuingia barabarani katika maandamano kwa sababu ya masuala kama haya ya Humphrey Polepole ya kuweza kutekwa nyara. Hata hivyo, kuibuka upya kwa taarifa kuhusiana na Humphrey Polepole na hali yake ya afya, ingawa alikuwa na afya mbaya, kumezua maswali kuhusu uwajibikaji wa serikali na hatima ya wengine ambayo bado haijajulikana. Kulingana na taarifa ya hivi punde ya Agustino, ambaye huyu ni kaka yake, waliomteka Humphrey Polepole wamekataa kutoa msaada wa matibabu kwa Humphrey Polepole licha hali yake mbaya. Agustino Polepole alitoa wito kwa mamlaka za ndani na za kimataifa kuingilia kati haraka suala hili, akielezea hali hiyo kama suala la maisha na kifo. Maoni haya yanakuja huku kukiwa na shinikizo kubwa kwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan kushughulikia ripoti kama hizi za utekaji nyara na kutoweka na ukiukwaji wa haki za binadamu unaohusishwa na chaguzi na siasa zinazopingana na maandamano yaliyoweza kutokea. Agustino Polepole yeye binafsi amefichua kuwa alituma ujumbe kwa Jenerali Mkunda wa jeshi la Tanzania akimtaka kuwajibika na kutenda utu katika suala hili. Hata hivyo, alisikitika kuwa matamshi ya jenerali huyo hadharani yalikinzana na mawasiliano ya kibinafsi kati yake na yeye, hivyo kumwacha akiwa amekata tamaa na kukosa imani. Huku mivutano kutoka kwa uchaguzi inavyoendelea kuchochea mgawanyiko wa kisiasa, makabiliano haya kati ya wanafamilia wa waathiriwa na maafisa wa serikali yanaonekana kama ishara ya mgogoro mkubwa zaidi wa kitaifa. Akieleza uchungu wake wa dhamira, Agustino Polepole alisema kwamba anamheshimu Jenerali Mkunda
lakini akamtaka atafakari matendo yake kama baba na mtu wa imani ya Kikristo. Alisisitiza kwamba bado kuna wakati kwa jenerali huyo kurejea katika njia ya ukweli ya Kikristo na kurekebisha kile alichokitaja kuwa dhuluma kubwa iliyofanywa wakati wa kipindi cha uchaguzi na maandamano ya ghasia yaliyofuata. Kauli yake iliyojaa hisia na imani imeenea kwenye mitandao ya kijamii ya Tanzania, huku video zake zikipatikana katika mitandao tofauti ya Instagram. Katika moja ya sehemu za ujumbe wake, Agostino Polepole alielezea hali ya kaka yake Humphrey Polepole kuwa mbaya kuliko inavyofikiriwa au kuliko watu wanavyodhania, na pia kuwasihi wananchi kumwombea Mungu na kuomba na kudai haki. Pia alibainisha kuwa ingawa Humphrey Polepole yu hai, hali yake ya kimwili inaonyesha miezi ya kuteswa na kutengwa na kiwewe. Mashirika ya kiraia ambayo yamekuwa yakifuatilia kesi za utekaji nyara tangu uchaguzi yanasema kuwa maendeleo haya yanaimarisha tu wito wao wa uchunguzi huru kuhusu upotevu uliotekelezwa. Hata hivyo, Agostino Polepole hakueleza ni jinsi gani amepata ripoti hizi kuhusiana na hali mbaya ya kaka yake. Duru za karibu za familia hiyo zinasema kuwa mashirika ya kimataifa ikiwa ni pamoja na Amnesty International na Human Rights Watch tayari yamefahamishwa kuhusu suala hilo na huenda yakatoa tamko rasmi hivi karibuni. Mashirika haya yapo hapo awali yamelaani ukandamizaji wa serikali ya Tanzania dhidi ya waandamanaji na wafuasi wa upinzani na wanaharakati kufuatia matokeo ya uchaguzi yenye utata. Kuibuka tena kwa mmoja wa vigogo wa kisiasa wanaotambulika kunaweza kuwa kwa hiyo kuongeza uchunguzi wa kimataifa juu ya uongozi wa Tanzania. Wakati huo huo, katika miji ya Dar es Salaam na Dodoma, maandamano yaliweza kuacha hasara kubwa, huku watu wakijeruhiwa na wengine wakidaiwa kuuawa. Hata hivyo, mambo ambayo yalitajwa kutokea ni kuanzia kukandamiza upinzani hadi kunyamazisha watu wa taarifa. Kugunduliwa kuwa yu hai lakini hayuko sawa Humphrey Polepole leo kumechochea afueni na hasira miongoni mwa wananchi. Wanasheria wa haki za binadamu wamejiunga na wito huu wa Agostino Polepole wa uwajibikaji, wakisisitiza kwamba haki lazima ifuatiliwe kupitia mahakama za ndani na mifumo ya kitaifa ikiwa ni lazima. Wanahoji kuwa kushindwa kushughulikiwa kesi hizi kwa uwazi huenda kukaweza kuondoa imani ya umma. Pia walisema ya kwamba yanaangazia maonyo yaliyotolewa mapema wiki hii na chama cha wanasheria Tanganyika TLS ambacho kilitaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati kuhusu madai ya ghasia zilizofadhiliwa na serikali na mambo ya kutoweka. Katika majukwaa ya mitandao ya kijamii, wa Tanzania leo wanaonyesha hisia tofauti, kufarijika kwamba Humphrey Polepole yu hai na hasira juu ya unyanyasaji unaoonekana kuwa amempata. Hata hivyo, wengi wamelinganisha hadithi yake na wengine waliotoweka wakati wa uchaguzi na maandamano na bado hawajapatikana. Maandamano ya hivi majuzi yaliyoendelea yaliweza kukuza ujumbe kwamba ukweli na uwajibikaji ni muhimu kwa uponyaji wa kitaifa baada ya msimu wa mgawanyiko kama hiyo ya uchaguzi. Kwa kumalizia ripoti hizi kutoka kwa Agostino Polepole, shida ya familia ya Polepole sasa imekuwa zaidi ya shida ya kibinafsi. Ni kioo kinachoonyesha majeraha makubwa ya kisiasa. Majibu ya serikali katika siku zijazo ama baadaye yanaweza kuamua ikiwa nchi itaelekea kwenye uponyaji. Sasa kupona kwa Humphrey Polepole inasimama kama janga na mtihani wa dhamiri ya maadili ya kisiasa, huku sasa Agostino Polepole akiwaomba watu waliomshikilia Polepole waweze kumpeleka aweze kupatiwa matibabu na yeye kujiandaa kutembelea nchi ya Tanzania kuweza kumwokoa kaka yake. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia. Bonyeza alama like kisha subscribe, alafu nijuze maoni yako kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.